Na kwa hivyo ni vizuri sana ya kwamba umefanya uamuzi, na ningependa niseme ya kwamba tunafanya mipango ili kwamba hivi karibuni iwezekanavyo tutakuja na huyu mzee ambaye amesema anaitwa Kirui na huyu mzee ambaye anaitwa Mwangi, ambao tunashirikiana katika kazi, na ili kwamba kama ilivyo mapenzi yako baada ya wewe kusikia neno la Bwana uweze kubatizwa, uweze kuanza maisha mapya, kwa sababu kuzaliwa mara moja peke yake hakutoshi mtu aone ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hiyo ambayo inaitwa kuzaliwa mara ya pili, haijalishi mtu wako katika umri gani ama wako katika hali gani. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu ya kuwatunza wageni wangu. Baraka hizo zote tunasema ya kwamba ziweze kukujiria. Nataka tu niweze kusoma fungu moja katika kitabu cha Ayubu 36 mstari wa 11. 36 mstari wa 11. Okay. Kitabu hicho ni kitabu kilicho na maneno mazuri sana ambayo yanatia nguvu na yanatia moyo. Ayubu 36 mstari wa 11, maandiko matakatifu yanasema kama wakisikia na kumtumikia watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Kwa hivyo neno lile linasema ya kwamba kama wakisikia, nimesema kusikia na kama wakisikia na kumtumikia, wakisikia na kumtumikia watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Inendet ak kot koboisie betusiek kwak eng kaberuret ak koboisie kenyisiek kwak eng boiboiyet. Thank you, asante sana. Hilo ndilo neno tu ambalo ningependa kulisema ya kwamba kwa sababu umesikia, kwa sababu neno la Mungu limesema ya kwamba kama wakisikia na pia waweze kulitunza, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika kufurahi. Hayo ndio ninayokuombea kwamba hata katika uzee wako ya kwamba uwe ni uzee ambao utakuwa ni wenye furaha. Na Mungu wako pamoja nawe, na ninakuombea kwamba aendelee kukupatia nguvu, akupatie nguvu, akufanikishe katika afya, akufanikishe kiroho, akufanikishe hata kimawazo katika hali zote. Mungu anasema ya kwamba tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna neno lolote lililo ngumu ambalo siliwezi. Kwa hivyo hiyo ni kitabu inaitwa Yeremia 32 mstari wa 27. Inasema ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye ni wa wote wenye mwili, na hakuna neno lolote ngumu ambalo haliwezi. Anaweza mambo yote. Na kwa hivyo hata sasa hivi vile ambavyo unatembea na hii kitu, Mungu ako na uwezo wa kukurejesha katika uwezo wa kutembea. Amen. Kama mzee Musa alikuwa miaka 120 na bado alikuwa anamtumikia Mungu. Wewe nimesikia umefikia 100 na kitu. Na hiyo ni baraka nyingi, acha nikwambie. 101 walisema. 101. Hiyo ni baraka ya Mungu. Hiyo kwa sababu Mungu amekubariki hiyo miaka yote, amekufikisha wakati huu. Ni wakati wako sasa umshukuru, useme ya kwamba hata katika uzee wangu, Mungu wangu ninakushukuru na nimejitoa maisha yangu kwako wewe, ili kwamba nikuandame kwa siku ambazo utanipatia katika ulimwengu. Na kwa hivyo ubarikiwe sana na Mungu aendelee kuwa pamoja nawe, na tutafanya mipango kama vile ambavyo nimesema,
kwa ajili ya ubatizo, na mtu anapobatizwa huwa anafurahia kwa sababu unajua kabla tumalize pasta, tulikuwa pale penye tutaenda penye tutaanzisha kanisa. Vile tumekuwa tukifanya huduma hapa pale uwanjani, huwa tunakuja hapa tunafanya mpaka saa zingine, kama wakati James alikuwa aliuliza maswali yote mpaka saa 7. But he was much convinced and convicted ya kwamba Sabato ndio siku ya kupumzika, lakini akaomba ya kwamba tumuombee. Sasa huyu alipoguswa jinsi hiyo, ndiyo msichana wake anaenda kubatizwa. Vile vile na watoto wengine hapa. Na yeye ndiye amepeana ile nyumba ni yake, ni ya huyu sasa. kwa hivyo Ndiye amepeana. Ndio tulisema atakuja kwa mzee wa kanisa. Yeye ndiye amepeana kwa sababu hawezi akapeana sehemu ya nyumba. Na hii mibaraka ya mzee tunahitaji kutoka hapa na wao wameipokea ili kwamba wakose kuipata. Sababu hata sisi tulikuwa wa imani nyingine, hata imani ya Uislamu yenye iko na itikadi ngumu kutoka huko. Lakini tukatoka sisi hapa tunatukuza Mungu wa Sabato. Kwa hivyo huyu ndiye huyo sasa, sisi tutamnenea nini? Mungu huyo anayeitwa Mungu wa Sabato ni yule Mungu aliumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Kwa sababu neno la Bwana linasema Mungu akaumba mbingu na vitu vyote vilivyomo. Siku ilipofikia ya 7 akaacha kufanya kazi yake yote. Na kwa hivyo Mungu wa kweli ni yule Mungu ambaye anaabudiwa siku ya Sabato. Kwa sababu hiyo siku ndio Mungu alibariki, akaitenga, akaitakasa. Hajawahi tenga nyingine wala akabariki. Lakini wanadamu wamejiamulia siku zingine, lakini swali ni je, Mungu anakubali tu chochote chenye mwanadamu wamefikiria kufanya kama sisi sasa? Lakini tulikuja kurithi. Sasa ndio hiyo sasa imefika sasa turidhi huko. Tuachane na hiyo yenye turidhi sasa kwa wazazi, turidhi sasa kutoka kwa Mungu ambaye. Unajua sasa labda mzazi hakuwa amejua hii, hakupata mtu wa kumwapia haya. Lakini sasa wewe vile umeambiwa, na tunashukuru kwa sababu umetoa mali yako. Kwa sababu umetambua dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Na ndio maana umetambua kwamba hata hiyo nyumba ni Mungu ndiye amekuwezesha ukajenga, ukapeana kwa Mungu. Sasa Mungu wewe ndiye anakojea. Sasa hata wewe ujipeane kwake. Watoto ungewapeana kuja na mzee, unajua ndiye anakuwa kuhani katika nyumba yake, na kuhani ni wa kufanya madhabihu ya kuconnect familia yake na Mungu. Kwa hivyo karibu sana on a very serious note, na Mungu akubariki kwa njia ya kipekee. Na yule ndiye anamfuata, tulikuwa na yeye pale kwa nyumba drop, ndiye anafuata ndugu James. Hii familia yenu ibarikiwe. Na imebarikiwa tayari hata kabla sijasema, kwa sababu ikiwa mlipokea watumishi wa Bwana na tena mkaketi na mkasikiliza yale yote ambao wamekuwa wakiyaleta, nataka niwaambie mmebarikiwa. Kwa sababu neno la Bwana linasema katika Ufunuo ya kwamba, Ufunuo 1 mstari wa 3 ya kwamba heri asomaye na heri ayashikaye na kuitenda, kama vile kitabu hicho kinafanya nini? Heri inamaanisha amebarikiwa. Kwa hivyo nyinyi mshikapo hayo ambao mmeambiwa mmebarikiwa. So mkituruhusu tuombe kwa sababu ya mvua ndio kusikone zishindwe kutokea, naona itakuwa ni sawa sawa. Kwa hivyo yani kwa kifupi, karibuni nyote na hamutajuta, sababu kama vile mtumishi wa Mungu amesema, Isaya 66 mstari wa 23 huwa inasema, mbinguni na katika nchi mpya, Sabato hata Sabato wanadamu wote watakuwa wakienda kuabudu mbele za Bwana. Kwa hivyo kama mbinguni ni Sabato, hata hapa duniani inafaa iwe Sabato, kwa sababu Mungu wetu amebariki. Nataka niombe. Sijui mzee anaelewa Kiswahili? Anaelewa. Huyu unajua ndiye alikuwa ana translate, he was the translator ya Wasungu. Alikuwa anaendesha farasi. Ni mzee ni ile tu hata ni nilimpata. Acha tuombe. Sasa kuna Kiswahili. Mtakatifu Mungu na Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe kwa njia ya kipekee sana. Boma hili ulilitenga kwa sababu ya kazi yako. Ulilitenga ili kwamba liwe kituo ambacho wengi watapatikana katika ufalme wako, ikiwemo familia hii. Jinsi ambavyo walikaribisha watumishi wako, pia nao wakaribishe katika ufalme wako ujapo mara ya pili. Ninashukuru kwa sababu wamekuwa wakarimu kwa njia ya kipekee, hata kuweza kutoa nyumba yao kwa ajili ya ibada. Wamekuwa wakarimu kwa njia ya kipekee hadi kulikaribisha neno lako katika mioyo yao, na hata wakafanya uamuzi wengi kutoka katika hii familia. Wakafanya uamuzi wa kubatizwa na kujiunga na kanisa lako la kweli, kanisa ambalo Kristo alikuwa anatunza akiwa hapa duniani, kanisa ambalo Mungu mwenyewe ulilianzilisha wakati uliwaumba Adam na Hawa.
kanisa ambalo unasema hata pale mbinguni jinsi ambavyo ibada itakuwa ikifanyika sabato hata sabato. Jina lako lipewe sifa kwa njia ya kipekee. Asante kwa sababu ya mzee mwenye boma hili ambaye umempa umri, umempa miaka mingi duniani. Si wengi ambao wamefikisha hiyo miaka, wengi walitangulia kuondoka awali, lakini kwa sababu ya siku kama ya leo na majuma kama hayo mawili ambayo yamepita, ukamtunza hadi wakati huu. Jina lako litukuzwe, endelea na kumbariki. Uamuzi ambao umeufanya Bwana umbariki kwa sababu yake, na nasi uweze kutuwezesha tupange mipango kwa haraka, ili mapenzi ya moyo wake pamoja na familia yake yaweze kutimizwa. Kuna wengine ambao bado hawajajitoa, lakini wanasema tuwaombee. Bwana, tunawaombea, wasaidie hata na wao kukata shauri kwa sababu ya siku ya Kiyama, ili kwamba ujumbe huu sikaweze kuwa ni neno tu, bali uweze kuwa ni nguvu na tena ni uzima. Naomba ya kwamba ubariki boma hili, bariki mifugo iliyo hapa, bariki mashamba, bariki kila mmoja, wape afya mzuri. Hata mzee tunamuombea, ukamnyanyue, ukampatie nguvu katika miguu yake, katika viungo vya mwili wake, kwa sababu hata mtumishi wako Musa alifanya kazi hata akiwa miaka 120 na macho yake bado yalikuwa yanaona. Naomba ya kwamba umpe nguvu, na hasa kwa sababu ya kukuchagua na kwa sababu ya kusikia, kama vile umesema katika neno lako ya kwamba wakisikia na zaidi ya yote waweze kutunza vile ambavyo neno linasema, ya kwamba watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Naombea mzee miaka ya furaha, hata watoto wake James pamoja na Tirop na wengineo ambao siwajui, pamoja na watoto wao wote tunawakabidhi kwako. Uwabariki, uwafanikishe katika mambo yote. Zaidi ya yote, kama vile tumekusanyika hapa siku ya leo, ujapo mara ya pili, sote tupatikane katika ufalme wako, majina yetu yakiwemo katika kitabu cha uzima. Bariki hata watumishi wako ambao wamekuwa hapa, bariki kila mmoja, bariki hata watoto wachanga, bariki kila kitu. Boma hili liweze kuwa boma la baraka, boma hili liweze kuwa na ulinzi wako siku zote, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you. Asante sana mzee. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Barikiwa. Huyu ni mama yako. Mtumishi. Ndio ameleta hii mambo yote hapa. Mtumishi katika mwangaza. Tunataka kusema ya kwamba Mungu wetu ni mwema. Kama vile tumekaa hapa katika mji wa Seria kwa muda wa majuma mawili, Mungu ametukubalia, tumepata sehemu tutakuja kuabudia kama kanisa la Kisabato. Sasa hapa penye wenye tumekuja kuangalia katika na kuona hiki chumba hapa, tuko na Mama Mary ambaye alikuwa anatuchukua katika sehemu ya afya. Hebu sema majina yako vile unaitwa kabisa. Naitwa Miri Wajiru. Natoka wapi? Mimi natoka Kitari. Asante sana. Hapa tuna ndugu Tirop. Tirop ama Tirop? Tirop. Ndugu Tirop, wao ndiye wenye huu mchi. Ndugu yake anayefuata ndiye amepeana hii nyumba, watu waendelee kuabudu bila malipo, tukiendelea kutafuta sehemu penye watu watabudia. Upande mwingine hapa, huyu unayemuona huyu ni dada yetu Cheru. Cheru ni mmoja, yeye ndiye baba yake amepeana hii nyumba. Kwa hivyo na yeye atakuwa mshirika wa hii nyumba, yeye ndiye atakuwa wamoja wale watakuwa wanaabudu hapa. Huyu naye hapa mama unayemuona ni Mama Esther. Mama Esther amekuwa akipanga mkutano huu tangu mwaka wa 80. Sababu mwenye hii nyumba ni mtoto wa dada yake, kwa hivyo ni mwana wake. Yeye ndiye amefanya huu huduma, amekuwa hapa kwa majuma mawili kutoka kwa mfuko wake na mambo yote ikiendelea jinsi hiyo. Kwa hivyo furaha itakuwa kwake akiona wanawake wakiwa wamekuja katika eneo la Bwana. Hapa kuna Ella. Ella, jina lako unaitwaje? James Kiprimo ni mmoja wa wale watakuwa wanatunza zile kondoo zimepatikana hapa. Huyu mama hakusema jina lake. Majina yangu ni Esther Kurgat. Eh. Kutoka
kanisa la Kulekulai, district ya Sujoi. Pale Saba resource. school yangu inaitwa Alamaiwa. Asante sana. Hapa kuna elder mwingine ambaye ni wa maeneo haya wenye tumewapokesha au wenzetu. Elder, utasema jina lako. Majina yangu ni Elder Emmanuel Kirui, elder katika kanisa la SDA Kabel, na mmoja kati ya Saba School ambayo tutatangaziwa leo na pastor ndio itakuwa chini ya kanisa la SDA Kabel. Karibuni. Na hapa ni pastor mwenye maeneo haya. Pastor, unajua district yako sijajua. Sasa utasema jina, useme district, ndio wakati wako ukifika utatuelekeza vile utafanya. Okay, asante sana. Mimi naitwa Pastor Jeremiah Mgodho, pastor katika district hii ambayo inaitwa Kinamba. Ni district ambayo kwa hivi sasa iko na makanisa 8 na iko pia na Saba School 9. Na hii ambao naona tutakayoianzisha siku ya leo itakuwa ni ya 10. Asante sana. Sasa elder, utatuongoza katika ombi, ndio mama anene machache, mama Mary anene machache, na wewe ukiwa nayo utanena, pastor atumalizie katika kunena na atuambie ikiwa amepata jina la kanisa na mengine vile tutakuwa. Tuombe. Baba wetu muumba mbingu na nchi, ni asante kwa kikao hiki ambao umeweza kutufikisha hapa. Ni asante kwa kazi yote ambao uliweza kuongoza kwa wiki mbili, na hata leo ukaweza kutafuta nyumba ambapo washiriki wako ambao umewateua wataweza kushiriki. Tunaomba uweze kubariki boma ambao waliweza kujitolea, huyo mzee ambaye alijitolea kuweza kutupea hii sehemu, uweze kumbariki na familia yake, uweze kubariki washiriki wote ambao wamechukua hatua ya kuweza kuanza maisha yao upya na wakaweza kupata sehemu hii. Tunaomba pia wote ambao tumeshiriki, wahubiri wote ambao uliwaongoza kwa wiki mzima, wiki yote mbili, uweze kuwabariki. Bariki pia pastor wetu na washiriki wetu wote katika district yetu na katika union yetu na pia katika dunia mzima, wote ambao wameweza kupumzika leo na kushiriki katika ibada yako takatifu. Tunaomba uweze kutusamehe na uweze kupanua jengo hii. Hebu hata mahali pa plot ambayo tunatazamia kuweza kununua baadaye, tenda makuu, na wewe mwenyewe uweze kutenda makuu kwa washiriki na wote ambao wanania, ambao wamesikia jina lako na kuitika na hawakuweza kujitokeza mbele. Wewe mwenyewe bado uzidi kuwashika mkono na uwalete wote hapa, na hata katika sehemu hii panua kanisa hii iweze kuwa kubwa na iweze kuwa kanisa kubwa katika eneo hili, katika jina la Yesu. Tunaomba haya yote, mapenzi yako itimike hapa katika sehemu hii kama ilivyo kule juu mbinguni. Katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amina. Mama Esther, utasemaje kuhusu kitendo hiki kwa muda wa dakika 2? Yale nitasema, kwanza nitashukuru Mungu kwa sababu yeye ameweza kunitunza na kunilinda kwa miaka hiyo yote, ambao wakati tuliongea na sister yangu mpaka wakati yeye sasa hayuko, lakini nikaona ni vema sitaaja hii ahadi mpaka Mungu aweze kunitimizia, kwa sababu ombi lake ni kwamba alikuwa anataka sana aweze kujua ama kuamini katika kanisa la Kiadventista, lakini kwa sababu haikuwezekana, nikaona sitaiacha hivyo, kwa sababu yeye alibarikiwa na watoto wake wasichana kwa wavulana, na nikajua hata yeye mwenyewe alikuwa anapenda sana watoto wake aweze kuwa katika imani hii. Ndio akanialika, akaniambia kuja, lakini ni kwa sababu haikuwezekana kwa hiyo miaka. Kumbe hata Mungu naye alikuwa na kusudi na sababu, kwa sababu tunajua ya kwamba kila kitendo ambacho kinatendeka Mungu anajua. Lakini imekuwa ni nzuri wakati nilipokuja, nimejaribu kuja, lakini ikasindikana mpaka wakati tulikutana na huyu elder wa Kabel, Elder Kirui, nikamwambia sasa yale ambaye ningefanya, lakini hajawezekana. Lakini akaniambia sasa, karibu, mnakaribishwa. Na ninaona hakika ya kwamba mkono wa Mungu ameweza kutimiza ndoto hiyo, na pia yeye ametuongoza mpaka sasa. Wakati huu tuko katika nyumba hiki ambaye kijana wa sister wangu aliona ni vizuri atoe, tusikae tu bure.
Na katika mpango huo nashukuru Mungu pia kwa sababu alinipa wazo ya kwamba sitasema tu ni kwa dada yangu peke yake, hatungeweza kufikia hapa. Nikaona kwa sababu mimi nilikuwa mtoto mjanga miaka ile ya 60 huku, mpaka sasa semeji yangu ambaye ni baba ya watoto hawa akanipeleka kwa shule, nikasoma Olongarwa Primary School kitambo mwaka wa 1964. Nikasema huku ni kama nyumbani, sitawaja watu majirani. Nikaona ni vizuri hata watu wa majirani wafikiwe na hii ujumbe, kwa sababu Mungu wetu ametuagiza ya kwamba enendeni ulimwengu wote na mtoe ujumbe huu. Sasa nikaona ni mzuri, tunafanya mkutano huko nyumbani na tunafanya sasa huku, ili neno la Mungu ipate kutimia. Na upendo wa Mungu amesema ya kwamba penda jirani yako jinsi unavyojipenda. Nikaona sasa sitasema ninapenda familia ya dada yangu na niwache majirani sawa. Hivyo sasa nikaona hii mkutano ikapangwa na imetimia. Mchungaji, ile nitasema tu na elder, hawa ni watoto wenu. Sasa muitunze, muweze kuwafanyia chochote mkiwa elders. Muhakikishe pale nyumbani na hapa muweze kuwaongoza mpaka waweze kuona Yesu, kwa sababu hakuna kitu kizuri kuliko kuneja mtu ama kutunza mtu mpaka aweze kuona ufalme wa Mungu. Jinsi Yesu alivyoshuka na akaja pia kutufundisha. Kwa hiyo miaka 3.5 hakulala, kusile, alifanya kazi usiku na mchana mpaka aone kwamba utimizo ya wokovu wa mwanadamu umekamilika. Na akaenda msalabani, akasulubiwa, nasi sasa tuko kwa sababu yake alijitoa. Sasa nani muweze kujitoa kwa hali na mali, ili muweze kutunza kanisa kwa ujumla, si hii peke yake, pamoja na kanisa lote kwa ujumla. Hebu na Mungu awabariki. Mama Esther ya Mama Mary, dakika moja. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ, Mary Wanjirũ, na gwitũ nĩ Gĩtari, na kanitha yakwa nĩ ĩtagwo Amka, na district nĩ Goseta. No nĩ twathire mũkutano wa atumia wa conference. Twathiĩ thĩinĩ wa mũkutano wa conference, tũkĩrwo nũ ũkwenda gũthiĩ training ya medical missionary. Ngĩyandĩkithia. Hau niho twakoranire na Esther. Na twarĩkia gũkorana na Esther rĩ, nĩ twatuĩkire arata mũno. Na agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ, kwĩ mwarĩ wa maitũ ũikaraga gũkũ Ng'arua. Na werĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũrĩthiĩ twagũthiĩ Ng'arua rĩ, nĩ ũgakorwo ũrĩ ũmwe. Ilikuwa 2014 ndio huyu aliaja kuniambia tutakuja mkutano hapa Ng'arua. Na ninashukuru Mungu kwa sababu imetimia. Tuko hapa na tumeendesha hii mkutano muda wa wiki 2. Sasa naomba hata mkituhitaji tena pastor ama mzee wa kanisa, sisi tuko available. Kuja. Tutakuja. Pali popote utatuita, tutafanya nini? Tutakuja. Kwa hivyo Mungu awabariki mnapoendelea na kazi ya Mungu, mnapochunga kondoo zake. Amen. Mungu atukuzwe. Amina. Si ndugu Trop, kuna jambo utanena? Sababu sasa mama yake amenena mengi. So langu tu kukaribisheni na mshukuru mama kwa sababu ya hiyo wazo. Sababu inaonekana hiyo wazo alikuwa nalo tangu kitambo. Nashukuru Mungu kwa sababu sasa limetimia. So sasa naomba tu washirika tu wengi na kanisa liweze kupika na kuendelea. Asante. Amina. Nasi kwa sababu umetukaribisha, hatutakuacha Kwa mibaraka na hicho kitabu. Tunakupasha zawadi ya Amina sana. Hicho. Asante. Dada yetu Cheru, utasema nini? Hata sentence moja. Mimi nimefurahi na nawakaribisha sana. Tutahudumiana pamoja. Amina. Elda. Mimi nimefurahi sana kwa sababu sisi tukutoka kanisa inaweza kufunguliwa hapa kama wakati huu. Lakini sasa ni furaha kubwa kwa wageni
na tena kwa wenyeji hapa. So kitu ambayo tuko tunasaidiana, hatuwezi kuacha hao wageni wale watu ambao tufungua. Sisi tunaenda gate na elder na pastor, alafu tufanye program, tujue lazima kazi yaende vizuri. Asante. Sasa kabla sababu nikipokeza kipaza sauti kwa elder, atanena apeane kwa pastor, pastor nene yale roho atamuongoza na atuombe tumalize toke hapa. Kile ningetaka kusema mimi, nataka kusema nikiambia pastor na elder, hii sasa ni kama wale wamejitoa ni wa familia moja. Huyu ameongea na shemeji wake Mama Esther, huyo mzee Sanga pale Arab Sanga ni mzee wa miaka 101 na ninajua ya kwamba vile tumeuliza achawei sana kuwa katika imani yoyote, lakini alikubali. Mama alipomwongeleza katika lugha ya kwao ya Kinandi akasema yu tayari kupatishwa. Amina. Ndugu hapa Tirop ni watu wanapenda Mungu. Na ninajua ya kwamba watakuwa washirika wakati ukifika, wenye ujasiri katika maeneo haya na hata katika boma yao, naona vile wanaendesha mambo vizuri. Ndugu James naye anaendelea kusema ombewe. Najua atakuja kuwa mshirika katika kanisa hili. Na wote wamekubali, hata ndugu yao mwenye anafanya mbakasi para askari walisema msaki patishwa ni sawa. Sasa nataka kusema pastor, kwa hisani ya mbinguni, ikiwezekana kuanzia kesho muende kwa hiyo familia, muongee na huyo mzee, muone kama mtanda haraka sana. Hata hiyo upatizo wana uongojea sana uje. Hata alikuwa ananiuliza kwa gari tukienda, nilikuwa nafikiria ndio unapatizo, nikamwambia hapana. Wazee watafanya nini? Watapanga. Sasa hilo mtalipanga na mtaona vile itafanya nini? Itakuwa mtafanya urafiki wa karibu na hii familia na mambo yote yataenda sawa. Sasa sisi yetu ndio kama wageni tumewapokeza kipaza sauti, utanena, ukiana kwa pastor nene, afanye maombi, tuondoke hapa tuende. Asante sana mtumishi wa Mungu Bwana Innocent Wabuyele. Asante pia kwa Esther, ile ndoto ambayo amekuwa naye. Inasemekana ya kwamba wakati mnapopeleka ujumbe ianzie Yerusalemu. Nashukuru Esther kwa sababu amekumbuka ya kwamba alikuwa tangu utotoni alikuwa eneo hili, na ingekuwa ni kwake hajatenda wema kama hajahakikisha ya kwamba ujumbe umeweza kupokelewa katika hiyo mji ya Arab Sanga. Kwa hivyo nashukuru Mungu ya kwamba pale katika hiyo mji naweza kufananisha hiyo mji kama Nazareti. Yesu Kristo amezaliwa pale. Kwa hivyo sisi kama washiriki wa kanisa la Kiadventista la eneo hili tunashukuru pia wahubiri kwa kuwa hii sehemu ni sehemu ambayo ni unentered territory na ni sehemu kubwa. Ukiteremka hapa chini kuna mahali inaitwa Kanyuka. Hapo that is unentered territory. Kwa Mama Beatrice, Digio Center, kuna Sabbath School ambayo tuliweza kupoteza ambayo ndio ilizaa kanisa ya Kabele. Alafu pia zaidi ya hapo mahali rais alikuwa juzi Ngarashi, all those territories ni unentered na tunahitaji wahubiri kama nyinyi. Kwa hivyo wale ile mpango ambao mmeweza kupanga, niko tayari kushirikiana nanyi na pia ili tuweze kuangazia. Ukiangalia hiyo Kabele ni sehemu moja tu, bado kuna centers mingi sana. Kwa hivyo nitashukuru sana ikiwa tutapata tena kutembelewa na wageni kama ninyi ama hata ninyi wenyewe, na wale ambao watakuwa hapa tutahakikisha ya kwamba kweli kila Sabato hata maombi ya Juma tutaleta sehemu hii katika familia hiyo ili tuweze kuendeleza. Na pia maybe Cherun nitamuomba aweze kuhakikisha ya kwamba familia nzima na wakiwa na babake ndio wakuwe na simu ambazo tutaweza kujaribu kuwajumuisha katika ile WhatsApp group ya kanisa, kwa sababu hawa tungetaka pia waweze kuwa katika ile group yao, alafu tuunganishe pamoja na nyinyi, so that hata kama ukiwa sehemu mbalimbali ya dunia watakuwa wakipokea hiyo ujumbe. Pia katika runinga yetu ya TV HCK channel mtafute, nakuanga kwa hiyo free to air, uweze kufuatilia hizo vipindi. Fuatilia kwa sababu kuna mafundisho mengi. Kwa hivyo nafikiria vipindi vyote vya kanisa pastor atatuelekeza na tutahakikisha kwamba tutakuwa tukipokezana na mzee
James Kiplimo ambaye pia kwake sio mbali na hiyo boma. Kwa hivyo ile weekend hiyo Sabato ambayo siko hapa nikiwa pale juu, tutakuwa tunabadilishana. Kwa hivyo ni hayo tu. Mungu awabariki na abariki mikono na barabara ambayo mtakayopitia. Asante. Okay, asante sana, nashukuru sana. Shukrani za kwanza kabisa ni kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ndiye mwenye kufanikisha jozi na ndoto na mipango ya wanadamu. Na kwa sababu muda pia ni wake, hata kama jozi imekuwa ya muda mrefu, ni kama ile nadhani ile ya Habakuku ile ambayo aliambiwa aiandike kwa sababu ni ya muda mrefu. Dada Esther amekuwa na jozi hilo kwa muda huo wote. Kwa hivyo pia na yeye namshukuru kwa sababu si kawaida ukute watu wengi huwa na jozi za kufanya mambo makubwa person, mambo ya hapa duniani tu ambayo hayana umilele, lakini it's a challenge to me and I pray that it be a challenge to each and every one of us, ya kwamba unapokuwa na mipango ama na maono ama na mipango ya siku zijazo, acha tusiache nje mpango kama huu ambao mtumishi wa Mungu mama yetu Esther ameweza kuwa nao. Na ninaona ya kwamba it is a dream that has come to reality. Na ndio maana kwa majuma mawili watumishi wa Mungu wameweza kuwa hapa. Watumishi wa Mungu ninawashukuru kwa njia ya kipekee, ndugu Innocent, ndugu Dennis, ndugu Amos, Esther, Mary, hao wote ambao timu hiyo yote ambao mmekuja, na nimependezwa sana na nimejengwa na imani mlio nayo ya kwamba, na pia ujasiri huo ya kwamba hata licha ya changamoto ambayo imekuwa hapa ya kwamba hatuna vyombo vya kuhubiri mliweza kuja na Mungu akawapa neema na mkaweza kupata vyombo vya kuhubiri. So tunashukuru na tunaona ya kwamba it is God who had that plan, ya kwamba hata kama hatukuweza kupata kwa njia tuliyodhania, Mungu alikuwa na njia yake ya vile ambavyo vyombo vingepatikana. Nashukuru sana kwa sababu ya mahubiri hayo, mafundisho hayo, ni kazi ya ajabu sana ambayo imefanyika. Na leo ni siku ambao nitaenda nyumbani nikiwa na furaha kubwa sana kwa sababu ya kuona mioyo ama roho nyingi, roho 10 ambazo zimeweza kuyasalimisha maisha yao kwa Yesu Kristo. Na kama bingu inafurahia kwa sababu ya roho moja, leo ni 10, hiyo sasa ni furaha mara 10 ya ile ambayo inakuwepo. Na hivyo basi ahadi yangu ni my commitment, my devotion kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba Sabbath School ambayo itaweza kuanzia mahali hapa imesimama kwa ushirikiano na hawa wazee wa kanisa, akiwemo pia mzee wa kanisa lililo upande ule wa chini, kanisa la Karadi. Tutashirikiana nao hata kama kazi ni kubwa katika eneo hili, kwa maana kama vile ambavyo Elda alisema ni ya kwamba the area that I am serving ambayo inaitwa Kinamba District, it is an entered area. It is a very wide area. Katika maeneo haya ya Laikipia West ni makanisa 8 tu peke yake hapo. Niko na masaba skuru 9 ambao sasa hii nayo inakuwa ya 10, na distance ni mbali. Distance from one church to the other, it's very far. Kwa hivyo tunahitaji maombi yenu watumishi wa Mungu, na popote ambapo ujumbe utakapofika, we welcome any mission. Tunaikaribisha kundi lolote, iwe ni mtu binafsi kujitolea, iwe ni kundi, those we will appreciate and we will take advantage of such opportunities ambazo zitaweza kupatikana. Kama hii, hata kama ili ujumbe ulitufikia kwa ghafla, hatugeipoteza, hatugesireki, na ndio maana tukasema wageni wetu karibuni sana, na tumefurahia kwa sababu ya yote ambayo yameweza kufanyika. Kwa hivyo hii Sabbath School itaitwa kulingana na eneo hili vile ambavyo linaitwa, ili kwamba hata mtu akielezewa akitaka kuelezewa mahali ambapo kanisa liko, anaelezewa ni hapa, na tunamwambia mahali ambapo utaenda ndio upate. So mahali hapa kunaitwa Syria. Sasa I think ni jina la Kikalenjin,
Alisema inaitwa Seriat. Seriat. Kwamba ni dawa fulani walinieleza, nilionyesha nikatest hiyo na test kama ndimu. Wakikuyu nao wanaita Theria, wanajua kuirahisisha. Kwa hivyo itaitwa jina hiyo Seriat, na ili kwamba iweze kuaccommodate makabila ambayo yako katika eneo hili, kwa sababu ujumbe wetu kama mjuavyo ni ujumbe wa kila kabila, taifa, jamaa, lugha, hao wote. Kwa hivyo sisi tuko tayari sana na tumefurahia vile ambavyo mmetusaidia kazi katika eneo hili, na ndio maana nikasema ya kwamba tunawakaribisha tena na tena na tena, tunakaribisha mwingine yeyote ambaye anaweza kuwa na moyo kama huo ambao Esther amekuwa nao, ambao umeweza kufanya kuwe na mafanikio haya makubwa namna hivi. Tunashukuru familia hii ambayo imeweza kujitolea kutupatia hii nyumba. Tunawashukuru kwa njia ya kipekee, na baraka za Bwana ninaomba ya kwamba zianze kuandamana nanyi kuanzia siku ya leo na kuendelea, na ziandamane nanyi hadi Yesu atakaporudi mpatikane katika ufalme wake. Dada yetu pia tunashukuru sana, you are most welcome, and in as much as we are committed katika kufanya hii kazi ya Bwana, nitajaribu sana kuona hata mimi ninapata muda wa kuweza kufika hapa katika ku-encourage wote ambao watakuwa wanaabudia hapa. Kwa hivyo kama vile ambavyo mtumishi wa Bwana Innocent ameweza kusema, tutapata muda ili kwamba tufike katika ile familia, na ili kwamba tuweze kuomba na wao na pia kuwa-encourage na pia kuwaambia kuhusiana na mipangilio ya ubatizo. So mpangilio wa ubatizo tutapanga soonest possible, kwa sababu hata kama ni mtu mmoja anaweza batizwa, kwa sababu hata kama ni mwanadamu mmoja tu ambaye angekuwa ameanguka dhambini, Yesu angekuja, hangegojea ati ifikie sijui wangapi. Na ndio maana hata kama ubatizo haungeweza kufanyika leo, kwa sababu lazima tungepata idhini kutoka kwa conference, nitaweza kufanya mawasiliano na our conference president, na ili kwa na nimwambie vile ambavyo nitakuwa nimepanga kulingana na vile tutakubaliana na hao wazee, and then tuweze kufanya ubatizo, na ili kwamba ibada ianze rasmi katika eneo hili. Naweza sema mengi, lakini wacha nishukuru tu, wacha niseme ya kwamba nimeshukuru kwa yote, na kwa lile ambalo labda sijalisema, naamini ya kwamba Mungu ataendelea akitufunulia na akituelekeza kwa namna ambavyo angependa kanisa lake liweze kuendelea. So Mungu wetu aweze kuwabariki kwa njia ya kipekee wageni wetu. We are so much grateful, we feel very much indebted to you, and as you resume back to your homes, may you go with God's blessings. Amen. Na hata hao vijana ambao ni wanafunzi wabarikiwe sana katika masomo yao. Mungu awafanikishe sana katika masomo na hata katika maisha ya baadaye ya ndoa, na zaidi ya yote hata muendelee kumtumikia Bwana hadi siku zenu za uzeeni, kama Yesu Kristo hata kuwa amerejea. Amen. May God bless you. Amen. Kwa hivyo ningependa tuombe ili kwamba tuweze kurejea upande ule kwa ajili ya huduma fupi ambayo imesalia, na ili kwamba pia tuweze kuaga wasikilizaji wetu ambao wamo pale center. Hebu na tuombe. Mtakatifu Mungu na Baba wetu wa mbinguni, jina lako lipewe sifa, kwa maana hakuna jina jingine lililo kuu kama hilo jina lako. Asante kwa sababu ya kazi ambayo ulituagiza ya kwamba enendeni katika ulimwengu wote mkiwafanya watu kuwa wanafunzi wako. Tunashukuru kwamba watumishi wako uliwatuma na wakaitikia mwito, wakaacha maboma zao, wakaacha starehe zao, wakaja katika eneo hili la Seriat, na zaidi ya yote Bwana, kazi ambao wameifanya imeonekana ikizaa matunda. Hakuna furaha iliyo kubwa kama hiyo. Tunasema ni asanti sana kwa sababu ya kuwafanikisha. Uliwalinda ukawakinga na magonjwa, uliwakinga na uovu wowote, na ndio maana imefikia siku hii ya leo, sabato ya mwisho ya hayo majuma mawili, kukiwa na mafanikio makubwa. Ni ombi letu sisi wote ya kwamba hapa vile ambavyo tumekanyangisha miguu mahali hapa, uweze kupabariki, paweze kuwa lango la mbinguni na tena nyumba yako.
mahali ambapo wengi wataweza kuandalika kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili. Zaidi ya hayo, kwa sababu ni nyumba ya kuanzia tu, tunaomba ya kwamba utubarikie hata na shamba mahali ambapo tutajenga kanisa ambalo litakuwa ni maridadi, ambalo litalitukuza jina lako. Twaomba ya kwamba uweze kuwapa moyo mkuu wote ambao wameitikia mwito, familia hiyo ambayo imejitoa, uwape moyo mkuu wa kuweza kuona ya kwamba hii ndiyo njia salama, hii ndiyo njia itupasayo, hii ndiyo njia inayostahili, na waseme ya kwamba hii ndiyo njia tutakayoiandama hadi Yesu atakaporejea. Na hata wao Bwana waweze kuwa ni mvuto mkubwa kwa wengine, marafiki zao, majirani, hata wanaohitanishwa nao wakaweze kuwavuta pia, na wasione upungufu Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu ambao ni wa another chance. Wewe ni Mungu ambaye ni wa opportunities. Wewe ni Mungu ambaye unatengeneza njia katikati ya jangwa, na katika jangwa unafungua visima, na katikati ya bahari unatengeneza njia. Na kwa hivyo tunaomba uwape imani thabiti. Sisi wote utupatie imani thabiti. Pasiwe na hali ya kuwa na mashaka au majuto au kuregret ama kufikiria kurudi nyuma. Kwa maana neno lako linasema ya kwamba mwenye haki wako ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yako haitakuwa na furaha naye. Basi tunawaombea wasiwe na hali ya kusitasita. Sisi nasi kama watumishi wako, mchungaji pamoja na wazee wa kanisa, sehemu yetu Bwana utuwezeshe kuifanya kwa uaminifu. Utusaidie tuweze kuwa very available kwa ajili ya hizi roho hawa watumishi wako ambao wamejitoa. Utupatie hekima, utujaze roho wako, na ili kwamba tuwalishe kwa jinsi ambavyo wataweza kuthrive katika kukua kiroho, na ili kwamba hata wengine watakapowaona na kuwasikia waone kwa hakika ya kwamba that is the way to go. Neema na rehema zako zitutoshe sisi wote. Bariki watumishi hawa wako wote, na uendelee kuwajazia hata watakapokuwa wakirejea. Tunawaombea neema katika safari. Ebu Bwana, vile ambavyo tumekanyangisha miguu yetu hapa, uweze kupabariki, na wote watakaoingia hapa wawe wakibarikiwa, wawe wakirudi manyumbani wakiwa wenye kubarikiwa. Na iwe ni nyumba ya maombi kwa mataifa yote. Nyumba ambayo Bwana kila atakayeingia na kuliitia jina lako, Bwana ukiwa mbinguni usikie ombi hilo na ukaweze kulijibu. Zaidi ya yote, eneo hili tunalikabidhi mikononi mwako. Huu ni mwanzo tu, na kuna maeneo mengi. Yote Bwana tunajua uko na mipango nayo. Lakini kwa sababu unatekeleza mipango yako kupitia kwa wanadamu, utumie yeyote utakayeona anafaa. Na hata hawa watumishi wako, ukiona ni bora kwamba uendelee kuwatumia hata zaidi na zaidi, sifa na utukufu zitakuwa ni kwa jina lako. Ebu mapenzi yako endelee kutendeka. Bariki kila mmoja, na hasa wote Bwana waliotusaidia na mitambo, waliotusaidia na mahali pa kukaa, waliotusaidia kwa njia yoyote ile Bwana. In a special way I want to commit them onto thy able hands, so that as you will be blessing your people, may you prioritize them. Uwatagulize katika kuwabariki, na wasije wakaona ikiwa vibaya kujitolea tena kwa ajili ya kazi yako. Ndiyo maombi yetu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. 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 Thank you.